Jumatano, siku nzuri kabisa. Ndugu yangu kwema? Kwema kaka. Mambo yanakwenda? Tunamshukuru Mungu. Kwa naangalia pale Kongo. Mhalifu wa kivita aliyetiwa hatiani na ICC kwa makosa mbalimbali bwana ametangaza kuunda kundi jipya la waasi lenye lengo la kuiangusha serikali pale katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yaani huyu jamaa alikuwa mteule wa rais. Alafu anakwenda kutangaza kuunda kundi lake. Yes, na hiyo John imekuwa ni kuna nchi ya Kongo. ICC imekuwa ikiwatuhumu na kuwahukumu viongozi, wanajeshi na siasa ambao wamekuwa wakifanya uhalifu wa kivita. Na uhalifu dhidi ya binadamu, kwa sababu tunapozungumzia ICC hiyo tunasema ni International Criminal Court, mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita na vile uhalifu dhidi ya binadamu. Sasa wakina Joseph Kony kwa mfano kule Uganda na kundi lao la ADF wamekuwa kishtakiwa na kuhukumiwa na mahakama ya ICC. Lakini vile vile katika nchi ya Kongo, kwa sababu ya hali ya mzozo wa kibinadamu, imekuwa mahakama hii ikiwatuhumu watu wengi. Lakini sasa hii mahakama nayo ukiitazama imekuwa ikipitia ukosoaji mkubwa. Yaani kuna watu wamekuwa wakifanya uhalifu wa kivita duniani lakini hawachukuliwa hatua kuliko wengine. Kwa mfano, kuna watu duniani hapo wamefanya mauaji makubwa sana ya halaiki. Sawa? Nchi za Ulaya kwa mfano, viongozi wengi wa Ulaya wamefanya mauaji makubwa ya halaiki. Afghanistan kule, Iraki kwa mfano. Tazama kwa mfano, kuna watu walifanya mauaji Libya kwa mfano mwaka 2013. Kuna watu walifanya mauaji Iraki kwa mfano, Afghanistan. Na kwa mfano wakina Tony Blair kwa mfano kule Uingereza walipeleka majeshi yao makubwa sana. Lakini wakina Bush vile vile. Sasa kwa nini ni viongozi wa Afrika? Ni kweli kwamba atupingi hoja kwamba yenyewe inachunguza, inakuja ina hukumu na inatoa suluhisho kama mahakama. Na hii mahakama ni kwamba inavyofanya kazi imepitishwa na tamko la Roma la mwaka 1998. Ikaanza operation yake mwaka 2002, ikaanza kazi. Lakini sasa ili uweze kuwa responsible, yani uweze kuwajibika, unahitaji uweze kufanya ratification ya Roma Convention mwaka 1998. Sasa ukishaukubali mkataba ukiulizia unakuwa unawajibika. Sasa hebu angalia, Marekani sio mwanachama, Urusi sio mwanachama, Uingereza sio mwanachama, China sio mwanachama, India sio mwanachama, Israel sio mwanachama. Wanaikubali mahakama ya ICC lakini hawajafanya ratification, hawajaridhia sio wanachama hiyo mahakama. Sasa kuna hizo hoja kwamba hii ni mahakama labda ya nchi za Kiafrika, ni mahakama kwa nchi ambazo labda zinazoendelea. Kwa mfano kwa mfano rais wa Ufilipino Duterte, naye kipindi anatekeleza operation yake ya kupambana magenge madawa kulevya, ajitoa mwaka 2019 kwa lengo la kupata nguvu asiweze kushtakiwa. Vladimir Putin kipindi amechukua Crimea mwaka 2014 akaamua kujitoa mwaka 2016 kwa lengo la kuivamia kwa lengo la kuivamia Ukraine. Sasa ni mahakama ambayo kimsingi ukitazama imekuwa kama ikiwatumu zaidi, na hata ukiangalia namba ya viongozi ambao wamepelekwa ICC wengi ni nchi za Kiafrika. Netanyahu kwa mfano anatuhumiwa hajapelekwa, Putin anatuhumiwa hajapelekwa. Kwa hiyo kwa nchi za Kiafrika kwa sababu haya mauaji ya kimbali yamekuwa yakifanyika duniani kote. Yes. Haya bana, hiyo tulikuwa tunaangalia bwana kutia Mwananchi ambako jamaa huyu bwana Thomas Lubanga ambaye ni mzaliwa kabisa pale Ituri nchini DRC, anaishi huko Uganda bwana, ametangaza kuanzisha kundi la CPR. Sasa tena kwenye mgogoro ambao unaendelea Kongo, anaanzisha kundi jingine. Sasa hii haiwezi kuchochea sasa zaidi kwa kile kinachoendelea. Yani huo ni muendelezo, unajua. Kwa kwamba Kongo kuna zaidi ya makundi 200 yanapigana kwa malengo tofauti. Kila mtu ana lengo lake. Yani kila kundi lina malengo yake. ADF na malengo yake, Red Tabara na malengo yake, M23 na malengo yake, hawa Kodeko, Rendu na malengo yake. Sasa kuna Kongo vile vile ni kwamba kwa sababu ni nchi kubwa. Unajua Kongo nchi kubwa Afrika ni 3. Kuna Kongo DRC, kuna Afrika ya Kati na kuna Sudani. Sasa makundi mengi ya waasi wamekuwa wakitoka katika nchi zao
na kukimbilia katika nchi ya Kongo. Kongo ni nchi ambayo inapakana karibia na nchi 9 ukitazama. Kwa ni nchi kubwa kijiografia. Sasa makundi mengi kwa mfano ya Red Tabara wamekuwa wakitoka kule Burundi wakikimbilia wapi? Kongo. ADF kwa mfano wamekuwa wakitoka Uganda wamekimbilia Kongo. Interahamwe FDLR ambao anawatafuta Paul Kagame walitoka Rwanda mwaka 94 wakimbilia Kongo. Sawa? Kuna makundi ya wazawa kwa mfano Kodeko wanataka kupigana na makundi yote ambao wanataka kuiangusha serikali. Sasa ndio maana taifa la Kongo tunasema ni taifa ambalo limeanguka kwa sababu taifa ambalo likishindwa kulinda mipaka yake, likishindwa kulinda tunasema usalama wa nchi, likishindwa kulinda raia na kutoa huduma za msingi za kijamii, taifa hilo linaweza limeanguka. Na mataifa hayo kwa mfano Afrika kuna hiyo Kongo, kuna Sudani kwa mfano kule yale majinali wawili Jenerali Fattah al-Burhan na Hemeti, lakini vile kuna Somalia kwa mfano. Sasa hivi tazama mzozo wa Sudani ya Kusini kwa mfano kuna vuta ni kuvute kubwa kati ya Salva Kiir na Riek Machar kwa mfano na makamu wa rais. Kwa sasa Afrika imekuwa ikiwa na hiyo mitanziko na kutokana na takwimu za Umoja wa Mataifa duniani kuna mizozo na migogoro zaidi ya 80 ambao watu wanapigana maeneo mbalimbali duniani, yani Sudani, Kongo, Ukraine, kutazama Afrika ya Kati, sawa nenda kule Yemen kwa mfano, Palestina, kuna tension kubwa Taiwan. Umeona? Sasa kuna duniani kutokana na takwimu za Umoja wa Mataifa wanasema kwamba kuna zaidi ya mizozo 80 duniani. Na hii ni hatari tangu kuna vita pia dunia kwa sababu hata ule tunasema insecurity ya vita pia dunia kwa kwamba ukosefu wa usalama wa vita pia dunia haufikii kipindi cha sasa hivi. Kwa sasa wengi sasa maana wanataka kutumia njia za kidiplomasia kuweza kufikia amani. Sawa bana, gazeti la Mwananchi ukurasa wake wa mbele kabisa kwa yule ambaye anatufuatilia sasa hivi limeandikwa hapo ukomo wa elimu bunge wazua mjadala kwenye ukurasa wake wa mbele kabisa ambako rasimu ya tume ya mabadiliko ya katiba iliyoongozwa na Jaji Joseph Warioba ilipendekeza ukomo ubunge uwe ni vipindi vitatu vya miaka 5 kila kimoja. Vipindi vitatu vya miaka 5. VCCD. Yani unapiga tap alafu kuna viongozi wanakaa miaka 20. Yani miaka 30. Sasa gazeti Mwananchi Jumatano leo Aprili 2 bwana wametuandikia kuhusiana na ukomo wa elimu nafasi ya ubunge vyazua mjadala na kulikuwa na mjadala mkubwa sana. Nakumbuka wakati tunafanya wino mzito pia kule mtaani moja ya hoja ambayo iliibuliwa ni hii kwamba bwana wabunge wawe na kipindi maalum. Yani kifika wakati fulani hii sisi tunaitazama kwa jicho namna gani hasa. Lakini ni kwamba kwa mfano kuna hizo sifa za kuwa mbunge. Kwa mfano kielimu uweze kujua kusoma na kuandika. Ndio. Si ndio? Lakini uwezi kuwa Mtanzania kusoma na kuandika, uwezi kuhudumia watu. Kuna sifa mbalimbali. Lakini hiyo hoja ambayo ilitolewa mwaka 2014 kwenye bunge la katiba ilitengeza ukomo wa madaraka kwa viongozi. Na lengo la ukomo wa madaraka ni kujaribu kutengeneza tunasema succession plan. Yani mpango wa kurithisha vizazi vingine kwa sababu wewe unaondoka anakuja mwingine na rithi pale kwa sababu unajua kuna uongozi rika ni miaka 30. Ndio. Miaka 30. Unapofikisha miaka 20 kama kiongozi una jukumu la kuandaa vizazi vingine ili kuweza kubeba yale madaraka ambayo kimsingi umeanza nayo. Sasa kwa mfano hata kuna hiyo hoja ya ukomo madaraka imekuwa hata kuna wabunge wa viti maalum. Sawa kama nakumbuka. Na kusema isiwepo vifutu. Na hata hoja kwa mfano Tundu Lissu kipindi anataka nafasi ya chama, mwenyekiti wa chama, aitoa hoja kwenye chama chake kwamba yeye ataanzisha mfumo wa ukomo wa viti maalum kwa lengo kuwapa nafasi wengine wanawake wengine kuweza kuingia nafasi za uongozi. Kwa sababu unapoongoza kwa mfano vipindi viwili maana ni kwamba ushapata uzoefu. Ndio ushapata hata ule tunasema mtaji wa kisiasa. Ndio ushapata umaarufu. Watu wamekujua tayari. Ushapata political legitimacy wale wa kisiasa. Unawajibu sasa umekomaa. Waachie wenzako waje na wewe wajifunze wakomae waendelee. Sasa hoja ya ukomo madaraka vile itakuwa inatupa fursa sawa kwanza kuruhusu kizazi kipya cha viongozi. Yes. Lakini vile
kuruhusu mawazo mapya, kwamba mimi nimeshakaa muda fulani miaka 15 20. Kwa hiyo anayepokea naye aje kutoa mawazo mengine mapya na kuwatumikia wananchi. Kwa sababu hata unajua kiongozi, kwa mfano ukikaa kwa mfano miaka 30 unakuwa kuna madu unasema unafika kwenye bar, yani unakuwa umefika kwamba una jipya. Ndio kweli, yani unakuwa yes. Hata kwenye maisha tu kawaida tu kweli. Kuna namna hata kwenye hizi kazi zetu ukifanya kazi mahali fulani muda mrefu sana uwezi, yani kwamba una cha kutoa tena. Na huo ndio kweli. Una cha kutoa. Umekaa kwenye kampuni miaka 18 siku 10 ngapi, yani nafika sehemu unajikuta mwenyewe unakuwa hauna jipya kuweka. Kwa sasa nini kifanyike? Moja, labda utafute mahali pengine, ndio yani utoke pale uende sehemu nyingine kufanya kazi. Sehemu nyingine labda ni kwamba step down, sasa utoke uachie watu wengine. Na ndio maana kuna hata kuna sheria zetu ukifikisha miaka 60 unatakiwa ustaafu. Sawa bwana, waachie wengine ustafu. Hata kama mfano wakikuchukua taasisi wanakuchukua kama mshauri expertise, kwamba unaenda kutoa ushauri bwana, kwamba hii kitu niliwahi kukutana nayo na nilipokutana nayo mimi nilifanya hivi nikafanikiwa. Kwa hiyo hebu oneni na nyinyi mnaweza mkafanya hivi. Na kwa sababu una uzoefu, tunasema wanasema mtu ambaye unajua ana uzoefu anakuwa amepita mazingira mengi, anakuwa amejua vitu vingi, yani mzee ukwepa mishale mingi. Sawa, yani kuna mahali ambapo mwenzako anaona wewe huwezi kuona. Ndio na ndio maana hata kuna taasisi wanakuwa sio kama hawataki watu wenye uzoefu, kuwa nao kwa lengo la kuwashauri. Sawa, kwa lengo la kuonyesha njia ambapo hawezi kuona. Na ndio maana tunasema kuna hivi vyama, kwa mfano kuna mabunge, kwenye taasisi, yani kuna vijana kizazi kipya cha uongozi, kuna viongozi, afu kuna wale ambao ni senior. Sawa, wale senior wanakusaidia wewe kutathmini, kukukosoa, kukurekebisha. Ndio maana hata kwa mfano hata viongozi wakubwa wa kitaifa wanakuwa na washauri. Mtu ana miaka 80, kwa nini kwa mfano kiongozi mkubwa anakuwa na mshauri miaka 80 wakati mwenyewe ni mtu mzima na nini? Lakini hiyo inamsaidia yeye katika kuhakikisha kwamba anaweza kushauri katika maeneo ambayo wewe hauwezi kuona. Bwana, gazeti la Mwananchi limeandika hivyo bwana, mjadala wa ukomo wa nafasi ya ubunge wa jimbo umeanza kupamba moto, huku baadhi ya wasomi bwana na wananchi wakikumbuka rasimu ya katiba ya tume ya Jaji Joseph Warioba iliyoweka ukomo wa miaka 15 katika nafasi hiyo. Sasa wanaochagiza uwepo bwana wa ukomo wanakwenda mbali na kutaka pia kuwepo kwa kiwango cha chini cha elimu kutokana na kiwango cha uelewa kupanda nchini ukilinganisha na miaka 48 iliyopita wakati katiba ilipotungwa mwaka 1977. Yani elimu ile itoke kwenye kusoma na kuandika, baada yake kuwe na kigezo cha elimu kingine. Na hapo umesoma hoja nzuri sana. Unajua ni kwamba tulitunga katiba yetu, imepitia kwenye vipindi mbalimbali, si ndio? Lakini katiba sasa hivi ni katiba mwaka 77. Ukitazama mfumo wetu wa vyama vingi tuliuanzisha mwaka 1992. Tukaanzisha mfumo wa vyama vingi. Sawa, tume ya Nyerere. Sawa. Sasa mazingira mwaka 77 na mazingira mwaka 92 tofauti. Kuna wasomi wengi sasa hivi. Yes. Tuna vijana wengi sasa hivi. Ndio maana kuna ukisikiliza hoja za katiba. Kuna watu ambao wanataka katiba mpya kwa sababu mazingira ya kisiasa, mazingira ya dunia yamebadilika. Kuna watu wanatamani tuje na katiba, tuende na katiba ile ile. Kwa sababu imetutoa mbali ukitazama. Tangia mwaka 61, tumepita kwenye vipindi mbalimbali vya kisiasa. Tumevuka kote. Tumevuka. Kwa hiyo katiba inatufaa. Lakini kuna watu wanataka mabadiliko madogo ya katiba. Sawa, wote wanaoja. Sasa kuna hii hoja kwa mfano ya kuongezeka kwa wasomi. Kwa sababu mnajua mnapotengeneza sheria, maana ni kwamba mnakuwa mnajiangalia nyie mahitaji yenu ya ndani. Ya wakati husika, kwamba sisi wa kipindi husika ambapo tupo sasa hivi tuna mahitaji gani kama taifa, tuna changamoto gani kama taifa, watu wetu wana kiwango gani cha elimu, si ndio? Sasa mwisho wa siku mnatunga zile sheria kulingana na mazingira. Ndio maana moja ya sifa kubwa unapotunga mkakati au sheria, lazima uzingatie, au hizi sera kwa mfano, lazima uzingatie dhana ya falsafa ya wakati na mahali. Tupo mahali wapi? Tunahitaji nini? Changamoto ni zipi? Mazingira ni yapi? Unafikiri Mchungu, tumefika sehemu ya kusema sasa tutoke kwenye ile anayejua kusoma na kuandika, badala yake tuweke level fulani ya elimu?
ili mtu aweze kugombea ikiwemo kwenye nafasi za ubunge kwa uchache. Unajua ni kwamba tafsiri ya elimu, mimi na tazama tafsiri ya elimu sio VET. Sawa, sio VET. Yani tafsiri ya elimu ni kwa sababu elimu alisema Mwalimu Nyerere, maana elimu maana tunatumia fedha nyingi, rasilimali nyingi na muda mwingi kutafuta faida kwenye akili ya binadamu. Kuwa na masters au PhD haimaanishi kwamba ni msomi. Yaani mtu ambaye yupo darasa 7, hata bungeni tunaona kuna wabunge ambao darasa 7, lakini hoja ambazo wanazozitoa ni hoja zenye nguvu. Sasa tuangalie haya mazingira yetu ya sasa hivi, sawa kiwango cha watu wetu, kiwango cha elimu yetu. Mwisho siku sasa tuweze kuchanganya mawazo ambayo, kwa sababu mimi siamini kwamba mtu eti ambaye ana PhD ana mawazo mazuri kuliko mtu darasa 7. Haya bana, akitoa pia maoni juu ya hoja hiyo, rais wa chama cha mawakili Tanganyika Telos Boniface Mwabukusi anasema ukomo ni njia mojawapo ya kukomesha udikteta na wa wachache dhidi ya wengi na kuzuia umiliki wa madaraka kwa muda mrefu. Taarifa nyingine kupitia gazeti la Mwananchi Tanzania nimeona pia ukurasa wake wa mbele kabisa imeandikwa hapa, haki itendeke kulinda amani. Kupitia gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele kabisa, haki itendeke kulinda amani. Wadau wa dini, sheria na siasa wamuunga mkono Rais Samia kuilinda, wapendekeza mambo kuzingatia ili kuwa na amani ya kudumu. Bwana, nimeona hapa Mufti wa Tanzania Abubakari Zuberi amenukuliwa, amani ni sawa na yai, ukilishika ulishike kwa uangalifu mkubwa. Ukilishika likakuponyoka, hilo yai litavunjika na uwezi kulizoa. Na unajua ni kweli amani ni kitu msingi sana. Imeandikwa hapa kupitia gazeti bwana la Mwananchi ukurasa wake wa mbele. Lakini pia nimeona walioshika hatima ya Luhaga Mpina kurudi mjengoni hawa hapa. Bwana, inaonekana kuna vita kwa Luhaga Mpina kule. Unafuta nikuvute. Na tulisoma juzi hapa taarifa kwamba kuna watu kama washaanza kujipenyeza kwenye jimbo lake. Sasa walioshika hatima bwana, Mwananchi wameandika bwana kuhusiana na walioshika hatima ya Mpina. Imeandikwa hapa, utaikuta kuhusiana na hilo. Sasa unaambiwa bwana, hatima ya mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina bwana kuendelea kuliwakilisha jimbo hilo iko mikononi mwa wananchi kutokana na vita kali katika jimbo hilo, ambapo mwanasiasa huyo ameonekana kukubalika zaidi kwa wananchi, lakini hakubaliki kwa viongozi wengine wa chama katika mkoa huo. Soma vizuri hiyo. Bwana, wewe unakubalika kwa wananchi. Lakini kwa viongozi lakini wananchi si ndio wanachagua. Au nani anachagua? Wananchi ndio wanachagua. Sasa unajua nini? Kuna namna inabidi upite kule. Kuna mchakato lazima ufuate. Yani kwa mfano kama huyu anatoka Chama cha Mapinduzi. Lakini vile vile okay. Mchakato lazima uanzie lazima uanzie kwenye chama ambao kuna viongozi. Lakini unafikiri sasa huu mchakato unafikiri viongozi watamleta mtu ambaye hawamhitaji? Kwa sababu kuna chaguzi nyingi. Kwa mfano tazama mwaka 2015. Sawa, ambapo kuna historia yetu ya kisiasa. Tangu tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Ni kipindi ambacho uchaguzi ambao ulikuwa na joto kali zaidi mwaka 2015. Na hoja ambayo inajengwa ni kwamba Chama cha Mapinduzi kiliwapeleka maeneo mengi watu ambao hawakubaliki na wananchi. Sawa, au na wanachama wao. Of course na wanachama. Si ndio? Kwamba wanachama walimtaka mtu fulani, wameletewa mtu mwingine. Sawa? Na ndio maana hata ukiangalia 2015 vyama vya upinzani kwa mfano Chadema walishinda maeneo mengi sana, walishinda kwenye majiji mengi sana, waliongoza halmashauri nyingi, Mbeya mjini, si Arusha, si Mwanza, walichukua. Sasa mnapoelekea kwenye uchaguzi mkuu kuna viongozi ambao wanapitisha mchakato wa wagombea na kuna wanachama na kuna wananchi ambao wenyewe huko kuna mtu wao wanamtaka. Sasa wananchi wao wanachagua kiongozi kutokana na utekelezaji wa zile ahadi na yale matarajio na zile irani ambazo kimsingi aliwaahidi ndani ya miaka 5. Alisema bwana nitafanya hivi. Kwa hiyo watapima kwamba huyu mchungu huyu amefanya ndani ya miaka 5. Alituahidi vitu ametekeleza. Si ndio? Okay, maslahi yetu ya msingi kama wananchi ametutetea. Sawa? Kwa mwisho wa siku wale wananchi sasa watapima.
namna gani huyu mbunge au kiongozi ameweza kuhakikisha kwamba anaweza kutetea wale wananchi. Sasa huo ni mtaji tayari wa huyo mbunge kwamba alivyokaa na wananchi katika kipindi husika ameweza kujitengenezea political legitimacy, uhalali wa kisiasa dhidi ya wananchi. Vipi sasa kwa viongozi wa ndani? Sasa kwa viongozi kwa sababu kuna hao ndio wanaitwa wajumbe. Sio vizuri. Yaani hao huku kwa mujibu walivyoandika Mwananchi hapa. Hao huku ndio wanaitwa sasa wajumbe. Unajua wajumbe? Kwa wajumbe unakataa asubuhi. Yaani wajumbe unawajua mtungu wewe. Kwa hapo ni vita kati ya wananchi na wajumbe. Hapa kinachoonekana kwa walichoandika hapa ni kitu ambacho kipo kwamba sasa yani kitu ambacho kipo, yani haina haja ya kupepesa kwamba wananchi tayari labda wanakukubali wewe mchungu. Lakini mchungu kuna vitu umevifanya kwenye chama chako ukituacha sisi wananchi, ushatutetea sana sisi wananchi. Umeshapiga spana chama chako. Utamaduni vizuri. Kwa sababu umeukiuka utamaduni wa kichama. Chama kitaki wapige spana, wewe umewapiga spana. Au kuna ile dhana kwamba unazungumza mambo ya ndani ya chama. Upenuni. Sasa unategemea wajumbe wanakuacha, ndio hiki hapa. Kwa sababu ukisoma wajumbe kwa sababu ukisoma hapa anakuambia yeye anakubalika kwa wananchi. Hapo ni kweli. Bwana Mpina, Mwananchi wanasema Luhaga Mpina kuendelea kuliwasilisha jimbo hilo iko mikononi mwa wananchi kutokana na vita kali katika jimbo hilo, ambapo mwanasiasa huyo ameonekana kukubalika zaidi kwa wananchi, lakini hakubaliki kwa viongozi wengine wa chama katika mkoa huo. Mjomba chambua. Sasa ubaya huyu bwana, kuna mchakato. Wajumbe si wanatoka miongoni mwa wananchi. Sasa kwenye wajumbe si wananchi wote. Kwa sababu wananchi wanasubiri. Umesikia hapa wanasema wananchi wanamkubali. Unajua wasiwasi ni kwamba kwenye kupitishana pale kura za maoni nini, kuna historia kwamba unaweza ukawa unapendwa na wananchi afu spite, lakini chama kikitazama tu mfumo wao kinagundua labda wewe hautufai tena. Umeona sasa yeye atapita kwenye hizo atapita kwenye kukubalika na chama. Hapa mchungu kuna wajumbe bwana unawajua. Lakini pia kwa mfano ikitokea chama kimeamua kuendelea naye inaweza pia ikatengeneza picha nyingine kwamba chama hakitaki watu wanaozungumza wakiwa ndani. Miongoni mwa sifa pia CCM ni kukubali kuwa na watu ndani ambao wanakikosoa wakiwa ndani kuliko kuwa na watu nje ambao wanakosoa. Wangu achukue hiyo. Aichukue hiyo. Kama chama kitaamua kuachana naye. Yaani kama chama cha Mapinduzi kitamwacha Mpina, kutengeneza udhaifu kwamba hamtaki tena kukosolewa. Kwa sababu shughuli hii watu watakumbuka ambayo huwa yanatokea. Vyama huwa wanafanya hilo, tunasema ile caucus ya chama. Yani mnakaa mnajifungia nyewe chumbani. Ndio, afu mnaangalia kukosoana. Bwana Mtei bwana, hapa hujafanya vizuri. Sio utamaduni wetu. Ndio. Kila chama kinafanya hivyo. Sawa, na ndio maana ukitazama hata kuna uchaguzi wa Chadema tulikuwa tunashangaa mbona mambo ya ndani tunajua kwamba sio wananchi. Umeelewa? Wakati chama kina utaratibu wa kufanya ile caucus ya chama. Sasa kama alivyosema Mtei kwamba inawezekana kabisa kwamba kila chama kina utamaduni wake na hiyo duniani kote. Mnakaa ndani, mnajifungia, mnazungumza, mnanyukana kisiasa. Sasa pale ambapo wewe unapoonekana labda unatoka kuzungumza masuala makubwa ya kitaifa, si ndio? Alafu kwenye chama kimoja. Sasa inaonyesha kabisa kwamba wewe ule utamaduni wote ambao kimsingi tumejengea wewe uendi nao. Sawa. Sasa kwani Mpina yuko tangu mwaka gani? 2005. 2005 Mpina yuko kule mpaka mwaka 2025. 25 ikaka. Alafu sasa miaka karibia 20. Nilikuwa najaribu kuwaza huo muda lokaa 2005 mpaka sasa hivi. Kwa nawaza pia kienda kwenye ile ya ukomo ile naweza bwana mwingine aende. Lakini sasa ukomo sijipitishwa. Jimboni Mwananchi wanatuambia jimboni kwa Mpina kuna waka moto baada ya kukosekana kwa maelewano mazuri kati yake na wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya na mkoa, jambo ambalo linamweka kwenye nafasi ngumu kurejea tena bungeni kama mwakilishi wa jimbo hilo. Jamani, mimi nimefunga hii taarifa.
Tuachie wananchi. Tuachie wananchi. Sasa wananchi wanaingia kwenye ule mkutano. Wananchi unajua kama watakuwa, unajua pia tatizo la haya mambo, kuna wakati chama inabidi kuwasikilize wananchi. Kuna wakati. Kwa mfano, eneo ambalo chama cha Chauma kina mjumbe wakati huu, ukifuatilia ni eneo ambalo chama kikuwasikiliza wananchi. Wananchi wako kimtaka mtu, wao wamemleta mwingine, chama kikampa mwingine, yule mtu akaenda Chauma akashinda asubuhi. Kwa maana yake chama kikusikiliza wananchi. Kwa hiyo kuna eneo inafikia hatua mkishagundua kwamba ile eneo sio tu chama kinapendwa, ni mtu anapendwa, basi inabidi mweke huyo mtu. Lakini mimi naungana na wewe, ninachokipenda Chama cha Mapinduzi kina uwezo wa kudhibiti ukiwa ndani kabisa. Wapo viongozi ambao kwenye serikali za nyuma hapa walionekana wakiwa bungeni ni kama wanakikosoa chama waziwazi, lakini mpaka leo wapo. Na ukimya umetawala. Baada ya kukaa kwenye sio tena wale ambao baada ya kuishi kwenye mifumo. Kwa hiyo chama pia kina mbinu za kuweka kwenye mifumo. Mimi namkumbuka moja ya waziri na wapo alikuwa anakosoa sana, ambao tulikuwa tukiamini huyu amalizi mwaka, lakini sasa hivi huyu anakwenda kuondoka, lakini sasa hivi ni waziri. Sasa hizi mifumo imekubali. Kwa hiyo chama kinaweza kikatumia pia mbinu hizo za kuingiza kwenye mifumo ambayo sio tu kwamba unanyamazishwa, lakini kitu unachopewa kikuruhusu tena kusema, kinakuruhusu kutenda peke yake. Bwana, magumu wanayopitia bodaboda popo usiku, imeandikwa pia bodaboda wale wa usiku wale, magumu yao wanayopitia utakuta kupitia gazeti la Mwananchi. Huko vipi? Sawa bana, gazeti la Uhuru wenyewe wameandika CCM ndio yenye sifa za kushika dola. Mwanazuoni asifu uongozi wa Rais Samia, atabiri ushindi wa kishindo uchaguzi mkuu, asema mafanikio makubwa yamepatikana katika kipindi cha miaka 4, aiponda no reform no election. Tutakwenda kusoma kwenye ukurasa wa pili wa gazeti la Uhuru. Lakini pia Chatanda mlilia katibu WT Mbeya aliyefariki yule. Lakini pia Irani yaivimbia Marekani, ukurasa wa 7. Pia askari washikiliwa tuhuma za mauaji. Ni polisi mkoani Mara inawashikilia askari wawili wa jeshi la magereza gereza la Tabora B wilayani Serengeti mkoani Mara kwa tuhuma za kusababisha kifo cha Emmanuel Lucas mwenye umri wa miaka 18. Ukurasa wa 3 wa Uhuru inapatikana taarifa hiyo. Lakini SMZ mbioni kuandaa sera maalum ya mageuzi kidigitali, msisitizo wa amani ni gumzo kila kona. Viongozi wa dini, siasa waeleza umuhimu hasa kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu. Sawa bana. Hiyo ni Uhuru. Gazeti la Nipashe nimeona pia Aida Kenani anasema kaanza safari viti maalum na 1000 jimboni, kamtoa kigogo wa CCM. Imeandikwa Nipashe. Safari yake, yani wamemwandikia safari yake, yani alivyopita nini. Ndio pekee wa kuchaguliwa wa Chadema. Ndio hivyo sasa unaambiwa ameandikiwa hapo namna mambo yalivyokuwa. Lakini kama chama kilimkataa wakati huo wa kukataa matokeo. Mbona kama sio wetu. Huyu ameshindaje peke yake huyu? Abita katika watu wote. Tunakataa matokeo, yeye anaenda bungeni, lakini baadaye mambo yakawa kabidi tu wakubaliana naye kwamba bado ni mwenzetu. Bwana, pia kupitia Nipashe naona utata mradi kukodishwa raia wa kigeni imeandikwa hapo. Lakini mbona pia Chadema bwana yageuziwa kibano. Sawa bwana, kushambuliwa mwenezi Bawacha. Imeibua mambo mengi, lakini nimeona paka makada wake wa zamani wameanza kuibuka sasa hivi, na imeanza kutupa picha ambayo tumekuwa tukihubiri hapa, lakini inaonekana kama tukisema hapa tulikuwa wanatuona sisi tengeneza. Tumewahi kusema wazi kwamba uchaguzi wa Chadema haujaisha. Umeona? Na uchaguzi wa Chadema haujaisha, na hautaisha. Vidonda vya Chadema havijapona, hautaisha. Mawimbi ya kisiasa Chadema bado yapo, na hautaisha mpaka wakubali kwamba kuna namna ya kumaliza, mpaka wakubali kwa sababu kilicho jana nilikuwa napitia kwenye peji za wale makada wa Mbowe, naye kaibuka huko. Mbowe anasema haiwezekani mambo yakawa kama hayo. Sasa sio Mbowe Freeman. Sio Freeman, Mbowe. Nikana shangaa ndugu yangu. Lakini imetupa picha halisi kwamba bado kuna kazi ya kufanya kwenye kukirejesha chama kwenye mtazamo mmoja. Mtazamo mmoja bado sana. Kuna makundi ambayo kimsingi kuliko yaendelee kutafutana chini kwa chini, wakae watokeze hadharani wasema jamani, sisi tuna shida na huyu, hebu tulirekebishe. Ni sahihi kusema Chadema kuna fukuta? Sio kuna fukuta, hakujawahi kuzima toka uchaguzi umeisha. Kwa hiyo Chadema bado kuna fukuta. Na nasikitika tu kusema kwamba haya yanayoendelea yalianzishwa na
wapiga kampeni wa nafasi. Mimi binafsi nitakwambia haya yalianzishwa na upande uliokuwa unampinga Mbowe. Ndio maana nasema kama kwa sababu walikuwa wanatoa wanamwaga sana mboga. Nilikwambia kulikuwa kuna uraisi. Walikuwa wanamwaga sana mboga. Kulikuwa kuna uraisi wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Ndio. Kushinda ule uchaguzi bila kumponda Mbowe. Bila kufanya alichokifanya. Kwa sababu chama kilikuwa chama kilikuwa kimefika kwenye tone la mwisho. Yani baada ya uchaguzi serikali za mitaa, kila mtu aliona wazi kwamba hiki chama kinahitaji mtu mpya. Sasa yani, kila mtu aliona. Sasa haya tutayazungumza pale baadaye. Endelea basi, sawa. Hebu tumezungumza sana, tunarudi na Lenzi hapa muda sio mrefu. Tafadhali endelea kubaki nasi, ulikuwa ni wino mzito na haya yote yameenda kwenye magazeti. Wino nzito. 88